Kubwa ni kuwasisitiza swala zima la muda tuliokuwa nao ni muda tunakaribia mavuno ya zao letu la korosho. Kwa namotembea na kuwa natembea na afisa kilimo ambaye anatoa elimu juu ya wakulima wakishavuna zao la korosho, basi kuzianika zile korosho ili zitakapokwenda kwenye AMCOS ziwe ziko safi, na ikiwezekana kutoka kwenye AMCOS kwenda kwenye ghala la mnada zionekane hazina unyevu, tupate fedha za kutosha kwa kadiri ya tulivyokadiriwa na Mwenyezi Mungu juu ya zao letu la korosho. Na tukishapata sasa fedha zenyewe huko, mimi sipendi kumpangia mtu matumizi, lakini aangalie matumizi sahihi yatakayemletea tija kwenye maisha, hasa kwenye kuwekeza kwenye elimu, lakini kwenye bima ya afya, na ikiwezekana hata yale maendeleo binafsi, kwa maana kama alikuwa na shida ya kumaliziaji wa nyumba yake ya kisasa, uchimbaji wa kisima kwa maana karo la kuhifadhia maji ya mvua, na mambo mengine ya kiuchumi, usafiri, basi zile fedha tuziendee kwenye masuala mazima ya kimaendeleo ili hata Mungu impendeze kutoa neema zaidi miaka inayokuja. Asante sana Alhaji, una neno gani kwa Kizuri Digital? Kubwa zaidi ni kumtakia mwanahabari makini kanda ya kusini Mr. Musa Kizuri kwa namna anavyojituma kutembea hata kufika na Mtumuka si jambo ndogo. Sisi wana Mtumuka hatuna malipo zaidi ya kumtakia afya njema, uzima wenye afya njema kwenye maisha yake na majukumu yake ya kazi. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini huyu kadri ninavyokuwa Mungu anamuona, na pengine atapanda tukamuona hata huko yuko juu sasa kutoka huku chini. Ndugu mtangazaji, asante sana. Shukrani sana.